Mtazamaji, hebu tuangazie hii taarifa ambayo imeibua hisia. Polisi mjini Nyeri wamethibitisha kuwa wanamsaka afisa mwenzao aliyekuwa akihudumu kituo cha Mwega kwa tuhuma za kumnajisi na hata kumpachika mimba mwanafunzi wa gredi ya 8. Mshukiwa anayedaiwa kutoweka baada ya kuchukua likizo kazini anadaiwa kutekeleza kitendo hicho mwisho wa mwezi Aprili kwa mtoto wa mwanamke waliokuwa wakichumbiana. Uchunguzi wa hospitali unaonyesha kuwa mtoto huyo wa miaka 15 alinajisiwa na ana ujauzito wa miezi 2. Margaret Kimathi anashuka na taarifa hiyo. Amepoteza kasi. Mary Kanini si jina lake halisi, ni mama aliyevunjika moyo. Kilichoanza kama uhusiano na mwanaume aliyemwamini na kuishi naye kwa miezi 7, sasa kimegeuka kuwa simulizi ya majonzi. Anasema alimkaribisha mwanaume huyo nyumbani kwake ambako aliishi pamoja na watoto wake 4 bila kufahamu masaibu yaliyokuwa mbele yake. Ndoto yake ilivunjika alipopokea simu kutoka shuleni kwa binti yake, simu iliyofungua ukurasa mpya wa maumivu kwa familia hiyo. Mtoto wangu alikuwa anagojeka sana, nikaamua nimpeleke hospitali date 25 Mei. Kumpeleka hospitali kupimiwa, ikaonekana ni mjamzito. Nikamwambia kwani uko na boyfriend? Akasema hapana. Nikamwambia unasema una boyfriend na hii kitu inaonyesha uko na mimba, sasa itakuwa aje? Daktari akaniambia nitoke nje aongee na mtoto. Sasa hapo ndio mtoto aliambia daktari mwenye amemfanyia kitu ati ni rafiki ya mama. Akaulizwa rafiki ya mama mgani? Ati askari anaitwa. Kwa mujibu wa Mary, aliripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Mwega na tangu wakati huo mshukiwa ametoweka. Mary anasema afisa huyo amekuwa akimpigia simu kwa kutumia namba tofauti, akijaribu kumshawishi wasuluhishe kesi hiyo nje ya mahakama. Ripoti za kitabibu ambazo NTV imeziona zinaonyesha kuwa msichana huyo mwenye umri wa miaka 15 alibakwa na sasa ana ujauzito wa miezi 2. Juzi venye alipostiwa kwa simu kwa mtandao ni kama aliona hivyo maneno, akanipigia simu. Akaniambia sasa kwani unanifanyia hivi, si uongee na msasi wangu? Mama yake akanipigia simu. Sasa venye tuliongea na mama yake nikamwambia afanye hivi, mnasema nimsamehe na anasemea kama amejifisha, si atokea kuje tuongee ndio tujue venye tutamsamehea. Kaanza kunipigia simu na private number. Kuchukua tu kusikiza huyo aongei, ni kama mtu mwenye anasikiza mahali niko. Mamlaka mjini Nyeri zinasema mshukiwa anachukuliwa kuwa mtoro wa kazi baada ya kwenda likizo na kushindwa kurejea kazini kwa zaidi ya siku 30 sasa. Polisi wameanzisha msako wa kumtafuta afisa huyo ambaye bado hajakamatwa. Sasa mimi natafuta right ya mtoto wangu. Na ile kitu yenye ningetaka kama atapatikana ashikwe hata yeye afanywe venye wengine wanafanyia kwa. Margaret Kimathi, NTV.